Tuendelee mbele na comment nyingine. Huyu anasema huyu anaitwa Joshua Oskasi Joshua anasema amina sana, hiyo ni kweli. Amen. Lakini tena Desire huyu kutoka Ujerumani anasema tena ukweli wa neno la mitume. Amen. Kumbe ni mitume. Hakika. Hata Paulo ni mtume. Huyu naye anasema ni Nuru Mtewele anasema hii ni kweli. Amen. Mbona kama mshapata comment nyingi za kuwa support. Huyu anasema anaitwa Joyce Ngasa. Joyce Ngasa anasema amina na Mungu awabariki wapendwa katika Bwana Yesu Kristo. Hiyo ni kweli yote. Amen. Naona kumeanza kuchangamka sasa. Huyu ni Imembuni Naboth. Huyu anasema amina. Pameanza kuchangamka. Sasa hapa kuna mwingine anasema yaitwa Mwamba Kibucheche. Mwamba Kibucheche anasema Debora alikuwa nabii na sio mchungaji. Hakuna mahali Biblia inaonyesha mwanamke kuwa mchungaji. Hata mitume wa Yesu hawakuwahi kumkabidhi mwanamke kanisa. Amen. Unaona ameunga mkono kwamba Debora alikuwa nabii na sio mchungaji. Hakuna mahali Biblia inaonyesha mwanamke kuwa mchungaji. Hata mitume wa Yesu hawakuwahi kumkabidhi mwanamke kanisa. Lakini pia huyu ni Penny Mutui anasema ukweli wa Mungu. God bless you Beth. Na hii na nimejirudia. Sasa hapa mimi nitasoma zote. Tasoma zote kwa nini? Kama kuna negative hiyo ni negative, kama kuna positive inabidi pia tuiweke. Si ndivyo? Tushangilie tu, kama kuna chochote kibaya tuseme hiyo ni juu yenu. Anasema hivi, huyu anaitwa Apostle Agnes. Anasema wajinga wanapokutana wasiosoma theology wala hawajui historia ya Biblia. Acheni uvivu, nendeni shule. Debora alikuwa mwanaume? Aha. Ya kwanza labda tuelezane labda ndugu Paul. Wakati Paulo anasema mwanamke asiwe mchungaji, alisema atakaye kiuka nani atakuwa mjinga. Alisema ni yule ambaye mjinga ni yule ambaye atasikia neno la kama mwanamke asiwe mchungaji, afu yeye akawa mchungaji. Huyo kulingana na Biblia ndio atakuwa mjinga. Sio mimi nilisema nani mjinga. Biblia ndio imesema nani kwamba mtu anataka kuwa mjinga na sasa. Lakini pia nakuja kwenye theology. Labda nikwambie kitu kimoja. Hapa ndipo watu wengi wanakosa Mungu. Mpendwa, Mungu hasomewi. Mungu anakufunulia. Mfano, ukisoma elimu, hakuna mtu aliyekuwa na elimu hii ya theology kama Paulo. Lakini aliita mavi. Uliwahi kujiuliza kwa nini? Kwa sababu elimu ya theolojia ni mawazo ya kibinadamu yanajaribu kuloweka neno la Mungu katika uelewa wa kibinadamu. Na ndo maana chini ya mwalimu Gamalieli, Paulo alikuwa na theolojia kubwa kuliko hata ya walimu tulionao leo hii wa theolojia. Lakini bado aliita. Ukitaka kujua kwamba kazi ya Mungu siku zote huwa ni kumfunulia mtu na theology. Ukishaiweka theology maana yake unatoa uongozo wa Roho. Kwa kumbe hapa mjinga ni upi? Mjinga asiyepata neno la Mungu. Bado Biblia inasema tujapokuwa wajinga tutapotea. Mnasemaje? Ijapokuwa wajinga tutapotea. Kwa sababu endeleza neno sasa. Ijapokuwa wajinga hatutapotea. Kwa sababu sasa mimi ndo najua gapo. Sasa hapo nadhani ukiendeleza vizuri limetoa mwangaza. Siwezi nikaquote direct kwa sababu sitaki nifanye misi. Okay. Huyu anasema Bwana Yesu na wabariki sana ndugu zangu. Hii naambiwa nyinyi. Amen. Huyu ni Mfaume Chipando. Anasema Bwana Yesu na wabariki sana ndugu zangu. Comment ni nyingi lakini sasa ningependa nisome hizo chache. Kama kuna comment yako umetoa hatujapitia hapa, naomba utanisamehe, lakini comment nyingi zimejirudia. Utakuta comment ya yule na yule zilikuwa zina mlengo mmoja, kwa hiyo nimechukua zile ambazo zina mlengo mmoja then nimeweka katika sehemu moja ili tupate angalau mwangaza. Lakini niombe kitu kimoja. Sijajua nafasi zenu
kama mtakuwa busy au vipi, kama ni mmoja au wote, lakini ningetamani tuwe na kipindi kingine ambacho tuliangalia, je, ni kweli mwanamke anapaswa kuhubiri? Mkasema hapana. Lakini ningetamani tuangalie ni kwa nini sasa hapa sikuhubiri. Sawa, ndio sababu zinazofanya asubiri. Hapa mmejibu, lakini naona mmejibu short and clear kulingana na comment za watu, na of course mara nyingi kwenye comment huwa wanajibu short and clear, lakini natamani tupate muda jiandaeni tuangalie na labda unaposema mwanamke hapaswi kuhubiri, liweke uzuri yake. Mwanamke atakiwi kukaa madhabahuni akahubiri. Kwa sababu nimekutana na mtu juzi tu hapa, ni mwanamke anasema, vipi yule mwanamke ambaye alitoka alipambanuliwa na Yesu, yule kahaba kisimani, yule mwanamke afu akatoka nje, akaenda kule anasema jamani, anasema kupitia yule, mbona watu wengi walisikia injili na wakaokoka. Akasema kwa vipi hapa alikuwa hahubiri? Mbona kwanza tukujue nini maana ya kuhubiri. Cha pili, tunachozungumzia hapa, mwanamke atakiwa anaruhusiwa kama madhabahuni, na mtu anayekaa madhabahuni ni mtumishi wa Bwana ambaye ni mchungaji, ndio? Je, mwanamke anaruhusiwa kuongoza? Mwanamke anaruhusiwa kusimamia kanisa? Hayo ndio maswali. Sasa wengi wanachukua kama kuhubiri kama kushuhudia. Yaani kwamba nikisema kuhubiri, mwingine anachukua kwamba kwa mwanamke anaruhusiwa hata kushuhudia, kwamba mwenzake akiwa hapa asimshuhudie. Umeona wanavyochukua hiyo concept? Kwamba wao wanakuta naelewa kwamba tunamaanisha mpaka na kwamba kwa mfano mwanamke labda na jirani yake asimshuhudie kwa sababu haruhusiwi. Kama tunadili na kanisani, tunadili na huduma ya madhabahu. Okay, penzi mtazamaji wa Pillar of Fire TV, lengo letu si kuharibiana siku, lengo letu si kuzodoana, lengo letu ni moja. Hasa mimi binafsi, lengo langu ni tuone namna gani tunaweza kukaa pamoja. Kwa sababu sisi tunasema ni Wakristo, hebu tusiwe na tofauti. Kama tunaamini Mungu mmoja, basi tuamini kitu kimoja na tusiwe na mkanganyiko wowote. Nadhani Mungu akijalia tukiwa na kipindi kingine tutaangalia sababu ambazo zinafanya mwanamke asihubiri kwa Biblia. Mawazo yenu sasa hivi mimi nitakata. Yaani mkisema kitu kama kwenye Biblia hakipo kabisa, ni Biblia. Hata sisi kwa nadhani tutalipata hilo na taileta kwa Biblia, kwa maandiko, tuone ni kwa nini au atupe sababu ambazo zinamfanya mwanamke atoke mimbarani. Mungu akubariki sana. Jina langu naitwa Brother Ibrahim. Jambo moja tu, usisahau kulike, kushare, kusubscribe, lakini weka comment yako hapo chini. Kama umebarikiwa sema amina. Kama una swali liweke swali. Wewe usiogope, liweke tu. Hamna mtu atakutukana. Hamna mtu atakuja kudoubt kile ambacho umekisema. Wewe liweke swali lako vizuri, na kama una vifungu vya Biblia unaweza uka highlight pale ukaweka, ili pia inawezekana comment yako ikawa ya kwanza kujibiwa. Na tutaangalia comment baada ya comment. Kwa ukiwa wa kwanza ku comment, inawezekana ndio ukawa wa kwanza kujibiwa. Na tutakuwa na vipindi vya namna hii, na kwamba tutakuwa na kipindi special kwa ajili ya kujibu maswali na kujibu comment, lakini pia tutakuwa na kipindi special kwa ajili ya kuendelea mbele na ratiba zetu. Na Mungu akubariki sana. Vipindi hivi utakupata kila Jumatatu. Kila Jumatatu usiku tunaviweka online. Kwa hiyo Jumatatu usiku jiandae, fanya kazi zako zote, kishafika mida ya saa 2 hivi saa 3, pitia kwenye channel ya Pillar of Fire TV, utakuta kila kitu kiko tayari, utakuta chakula kimewekwa special kwa ajili yako. Jambo moja tu, usisahau ku-comment, usisahau kusubscribe, usisahau kulike na kushare kwa watu wengine, share kwenye magrupu ya wengine ili tuje tujifunze katika Biblia. Mungu akubariki sana. Tukutane kipindi kijacho. Kwaheri.